Kwanza nashukuru sana kwa taasisi hii ya Zaeka kwa kutupa elimu, kutupa elimu leo, siku ya leo katika swala zima la uchaguzi, na sisi tumefurahi kama vijana kwa sababu katika masuala haya ya uchaguzi au masuala yote ya kijamii, wahanga wakubwa sana sisi vijana. Lakini tu sio vijana tu peke yetu, maana yake ni vijana na wengine ni vijana ambao wana ulemavu. Tunawashukuru, tumepata elimu kubwa sana kwa sababu kwenye uchaguzi huu kuna mambo mengi. Chaguzi hizi zinaambatana pamoja na utoaji na ushirikishwaji wa masuala ya rushwa, na hii rushwa kwa kweli ni kitu ambacho kinauleta zaidi umaskini na kinaongeza zaidi kuwa na mawazo mgando kwa vijana, kwa sababu kila kadri ya uchaguzi unavyokuwa unakuja, kipindi cha uchaguzi kikifika, basi vijana wetu wanakuwa ni kama ambao wanapata nafasi ya kununuliwa kila wakati, na viongozi ambao wanakusudia kugombea au kuingia katika madaraka, njia kubwa wanayoiona katika kuwahamasisha vijana kushiriki katika chaguzi ni kujihusisha katika masuala ya rushwa. Aidha wanawapa wao kwenda kutoa rushwa au wanawapa wao kwamba ni sehemu ya kuwahonga. Sasa hii inatuondosha katika ile zana ya kupata viongozi bora, lakini pia inatuondosha katika ile zana ya kijana kufikiria nani ambaye anakwenda kutufaa katika kuhakikisha gurudumu hili la kuipeleka mbele nchi kimaendeleo linafanyika. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana taasisi ya Zaeka, wamefanya kazi kubwa sana, na wakati huu ndio wakati wake mkubwa wa kutufanya sisi vijana tuweze kupata elimu na kwenda kutoa elimu kwenye jamii. Lakini nilikuwa nataka niwashauri pia, kuna jamii kubwa ya watu wenye ulemavu. Tumeona umle ndani katika kikao kuna watu wachache ambao ni wenye ulemavu ambao wamekuja kupata ile taaluma, lakini huko nje kuna aina ya watu wenye ulemavu nyingi ambayo wenyewe pia ni wahanga wakubwa, kwa sababu unakuta mtu mwenye ulemavu kuna baadhi ya vitu vinamshinda katika utaratibu wa kupata taarifa juu ya masuala ya uchaguzi, lakini kwa sababu watu wanachukua udhaifu wa watu wenye ulemavu, wanaweza kwenda kupenyeza mianya ya rushwa katika jamii kupitia hawa watu wenye ulemavu kwa namna mbalimbali. Mtu mwingine sasa hivi ndio utamuona anatumia watu wenye ulemavu kujitangaza kwa ajili ya kupata nafasi, labda aonekane yeye ni mwema sana juu ya jamii. Kwa hiyo pia hawa watu wenye ulemavu wanatakiwa wapewe mafunzo makubwa na kwa wingi wao, ili kusudi waweze kujitambua. Wakati huu tulionao wa uchaguzi, watu watakuja watu mbalimbali. Kuna mtu ataandaa program tu saizi naenda kusaidia watu wenye ulemavu, kumbe yeye lengo lake sio kusaidia watu wenye ulemavu. Lengo lake ni kujionyesha kwenye jamii kwamba mimi ni mtu ambaye naweza kupata hii nafasi kwenye malengo yake ya kiuchaguzi. Mimi mafunzo haya yamenifunza na amenigusa haswa kwa sababu wakati tunaokwenda nao ni wakati wa rushwa. Lakini na waambia vijana wenzangu tusiogope kujitokeza kwenda kuchukua fomu za kugombea, lakini unapokuta changamoto ya rushwa, basi kuna namba zao nyepesi tu za kupiga 113 ili utalindwa, lakini na utapata haki yako. Asanteni. Katika mafunzo niliyopata nitatumia vizuri kuhamasisha vijana wenzangu, kwa sababu kwa kuhamasisha kuondokana na rushwa, kwa sababu sasa kuna mambo tofauti. Anaanza kudanganya kwa pesa au kudanganya kwa njia ni tofauti. Huyu kwa pesa ile anakuletea nyumba, ile atakwambia na kwa hichi kile, hatimaye atarushampatia hana kitu chochote. Kubwa nitahamasisha vizuri wasihadaike na vitu vingine vya nje, wakati kitu ambacho cha uhalisia wanakiona wakafuata ambacho kitu kingine cha nje hakionekani, sababu ni maneno ambayo hayaonekaniki. Uhalisia ni huo. Wakati ule mtu unamuona ile lengo lake liko wapi na dada shafanya ile kitu unakiona, au atakuja mtu mwingine atakwambia mie nitakufanyia hicho wakati hajafanya, wakati ule ambaye alitoka pale mwanzo nikashafanya na kiona.